Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Juni 18 kwa vifungo vya huruma ya kibinadamu, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Yohana 4:7. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako. Tunapojifunza maandiko yako matakatifu, tuongoze yakatusogeze zaidi karibu na wewe. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Yesu hakumpita mwanadamu yeyote kama asiye na thamani, bali alitafuta kutumia dawa ya uponyaji kwa kila roho. Alipojikuta katika kundi lolote, alitoa somo linalolingana na wakati na mazingira. Kila kupuuza au matusi yaliyoonyeshwa na wanadamu kwa wanadamu wenzao yalimfanya tu yeye kufahamu zaidi hitaji lao la huruma yake ya kibinadamu ya namna ya Mungu. Alitafuta kuwatia moyo kwa tumaini wale waliokuwa wakali na wasio na matumaini. Aliweka mbele yao uhakikisho kwamba wangeweza kuwa watu wasio na lawama na wasio na madhara, wakipata tabia ambayo ingewadhihirisha kama watoto wa Mungu. Japokuwa alikuwa Myahudi, Yesu alichangamana kwa uhuru na Wasamaria, akipuuza desturi za kifarisayo za taifa lake. Licha ya chuki zao, alikubali ukarimu wa watu hawa waliodharauliwa. Alilala nao chini ya dari zao, akala nao mezani mwao, akishiriki chakula kilichoandaliwa na kutengwa mezani kwa mikono yao. Alifundishwa katika mitaa yao na kuwatendea kwa wema na kwa uungwana mkuu, na alipoivuka mioyo yao kwake kwa vifungo vya huruma ya kibinadamu, neema yake ya namna ya Mungu iliwaletea wokovu ambao Wayahudi waliokataa. Kristo hapuuzi fursa yoyote ya kuihubiri Injili ya wokovu. Hebu sikiliza maneno yake ya ajabu aliyomwambia yule mwanamke Msamaria. Alikuwa ameketi katika kisima cha Yakobo wakati mwanamke alipokuja ili kuteka maji. Kwa mshangao, alimwomba kitu. Nipe maji ninywe, alisema. Alitaka kuweka mazingira sawa na alitamani kufungua njia ambayo angeweza kumpatia mwanamke huyu maji ya uzima. Imekuwaje? Alisema mwanamke. Wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yohana 4:7 hadi 10. Ni kwa kiasi gani Yesu alionyesha kupendezwa na huyu mwanamke? Jinsi gani maneno yake yalikuwa ya bidii na ushawishi! Mwanamke huyu alipoyasikia, aliuacha mtungi wake na kwenda mjini, akiwaambia rafiki zake, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Tulisoma kwamba katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini.
aya ya 29 na aya ya 39. Na ni nani anayeweza kukadiria ushawishi ambao maneno haya yameutoa kwa ajili ya kuokoa roho katika miaka ambayo imepita tangu wakati huo? Popote ambapo mioyo inafunguliwa ili kuupokea ukweli, Yesu yuko tayari kuifundisha. Anawafunulia Baba na huduma inayokubalika kwake yeye asomaye moyo. Kwa hao hatumii mifano. Kwa hao, kama kwa mwanamke kisimani, anawaambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Utasoma The Ministry of Healing ukurasa wa 29 hadi 28. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 18 kwa vifungo vya huruma ya kibinadamu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba baraka zako zikaambatane nasi leo, zitusogeze karibu na wewe, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu